taarifa nilizonazo hata mwamuzi aliyochaguliwa kuchezesha mechi ya tarehe 15 yeye mwenyewe mwamuzi kaikataa mechi. Kaiona hii mechi msinitengenezee pressure kwa sababu ya pressure ya ubingwa wenu. Kwa mfano Yanga na Simba kwa sasa ziko kwenye pressure ya ubingwa wa ligi. Ndio. Mwamuzi kaitema mechi, kaikataa kwa sababu anaona hii mechi itakuwa na maelekezo yani. Mechi ya namna hii ya kuamua pacha mmoja achukua ubingwa mmoja akose. Hii ni mechi ya lawama. Watu wataweza wakaweka mzigo. Mwamuzi kaamua kuichomoa akaikataa. Hizo ni taarifa ambazo niko nazo mimi na inaelezwa. Ndio. Sasa hivi. Takuja kuombe baadaye. Sawa. Mafanikio kwanza nahitaji ukikubali upiganie ndoto. Kuhusiana na hili ambalo linaendelea, tunaweza tukaanza kutafuta njia ya kuweza kusolve, ama tukatafuta kwanza mchawi ambaye amesababisha haya yote tukiachana, kwa sababu tumetoka kwenye dabi mchezo tumekuja kuzungumza kwenye issue nyingine ambazo zinahusiana na masuala ya kifedha. Inawezekana ikae inaongeza uhasama ambao unaleta ugumu wa kusolve hata ile issue ya dabi ambayo ndio ilikuwa target yetu kubwa. Nafikiri kwangu mimi target ni dabi ya Kariakoo, na target ni mchezo namba 184 wa Machi 8 ndio ambao umetufikisha hapa tulipo. Lakini bahati mbaya picha inatoka kwenye sura ya bodi ya ligi, inaenda kwenye sura ya TFF na Young Africa. Lakini pia bahati mbaya kila ambaye yupo kwenye sakata yanajinasibu kuokoa mpira wa Tanzania. Yani Yanga wanaamini wanaokoa mpira wa Tanzania, TFF wanaamini wanausaidia mpira wa Tanzania, na hata wapambe nao wanaamini vivyo hivyo. Kila mtu anaamini hivyo. Bahati nzuri ama mbaya kuna nane allied movement ambazo zimeanza pia, ambazo ni za kina Namungo, za kina nani kina Tabora, Singida. Wao wamekaa kimya, hawataki. Nafikiri ni Namungo tu ambao walishaweka msimamo wazi kwamba watawamuunga mkono wale Skaria kwenye uchaguzi ujao. Sasa kama watu tayari wanamuunga mkono kwenye uchaguzi, maana yake absolute wapo upande wake. Hizi timu nyingine kukaa kimya kunafanya mechi baki kwa ya watu watatu. Simba yeye hayupo kwenye sakata moja kwa moja, lakini kuna namna anaangalia sakata linavyoenda, na yeye pia katoa taarifa yake kwa umma jana. Katika taarifa kwa umma aliyoitoa Simba, kitu ambacho nimekuja kinotice, wanataka pia ripoti ya mchezo nambari 184 ambao haukufanyika. Ripoti itoke na watu hao waweze kuchukuliwa hatua stahiki. Kwa hiyo Simba na Yanga kwenye madai ya msingi wanataka ripoti ya mchezo namba 184. Lakini ukija kwenye mpangilio sasa na akili za Simba na Yanga, ndio hapo wanapotofautiana interest. Kuna mwingine anataka mchezo usifanyike mpaka madai yake yasikilizwe. Ndio. Kuna mwingine anasema ipigwe, lakini ile ripoti tupeni. Alafu wataamua sasa bodi ya ligi namna gani ambavyo wanaenda kuituliza hii mbanga. Lakini mpaka sasa hivi mpira upo kifuani na mpira upo kwenye kwapa, na mwenye nao ameitwa na mamake kaosha vyombo. Kwa hiyo sisi ni jukumu letu aidha kwenda kumsaidia kuosha vyombo ili arudi haraka tucheze wote, ama tumwache aende akamaliza kuosha, sisi tuendelee kupiga story, akirudi tutaendelea kucheza. Otherwise mwenye yebo katoa magoli kaondoka nayo kaenda kuosha vyombo. Sasa bwana pengine hata kabla hujafika kwenye swali, labda mimi unajua kiini cha tatizo kwa ufikiri wangu tu, changamoto ilianza baada ya watu kuanza kutafuta mshindi baada ya kutafuta majawabu. Nafikiri hapo ndipo changamoto ilipoanzia. Jawabu wale linakuwa ni tunasema linafunga kila kitu. Yani jawabu haliji tu kwa mtu kusema kwamba ndio wale nilikuwa nasema siku moja, usiseme tu kama ninakosa basi nisamehe. Omba msamaha kwa sababu najua kwa nini unaomba msamaha. Sijui ushanifahamu. Ndio. Ukisha tengeneza dhana ya kwamba tukishindwa tutaonekanaje, ama sisi kwa nini tushindwe, sijui ushanifahamu. Ndio. Unavoweka hizo doubts na hizo guts, mwisho wa siku ndio yanayokuja kutokezea. Kila mtu anajiona yeye ana haki
ya kile ambacho anakipigania. Na hata kwenye mazingira ambayo unahisi kwamba hakupo sawa sana, utalazimisha tu ionekane upo kwenye mazingira safe na una haki kuliko mtu mwingine. Nafikiri picha hii ili iende kwenye usahihi unaotakikana, wapungue watu ambao wanaamini kwamba wanatafuta mshindi wa hili sakata. Waende wakatafute majawabu. Wakichagua jawabu watakuwa wanaunusuru mpira. Lakini kama wakiendelea kutafuta mshindi, kuna possibility kubwa sana wakauteteresha mpira wa nchi hii ndani ya siku kadhaa tu. Ukumbuke hakuna mtu ambaye atataka kuweka sehemu aweke pesa yake kwenye sehemu ya mgogoro. Hakuna. Sasa tulisha sahau migogoro ilikuwa mwisho kwenye fat, lakini naona tunataka tena kurudi huko kwenye kutunishiana misuli. Sio kitu ambacho kinavutia kwenye drama za mpira. Tuache mpira uchezwe. Ambaye anajua hajatimiza wajibu wake awajibike kulingana na wajibu. Asante. Bana, nikupe mfano cheo rahisi tu kabisa. Inaweza ndani tuseme kwamba mfano mimi Upeta anadai milioni 50 hapa. Upeta anadai milioni 50. Upeta anadai na Lugendo milioni 50. Lugendo unamdai milioni 50. Na mimi nakudai milioni 50. Alafu mimi ndo nina milioni 50 hapa. Upeta sintampa 50 yake. Lugendo tamdai. Upeta atalipa kwa Lugendo. Wewe utamdai Lugendo milioni 50 yako. Lugendo atakupa 50 yako. Mimi nitakudai cheo milioni 50 yangu. Kwa hiyo inarudi tena kwako. Nirudishie milioni 50 yangu. TFF sana anawadai Yanga kwa mfano. Ndio. Basi angewapa hela zake. Yanga angepewa hela zao, afu TFF angedai hela zake. Afanye mzunguko tu. Sera ingerudi tu kwa mwenyewe. Kwa nafikiri benki zinaishi vipi shehe? Benki sio kwamba unaona vile hazina deni au watu hawadai. Watu wako wanadai pale. Wewe unawekeza milioni 2. Ndio. Sio unategemea upate milioni 6. Ndio. Sawa. Wewe kiweka ile milioni 2 yako, anakuja mtu mwingine kama Upete hapa. Anaikopa milioni 2. Ndio. Benki. Sio, unanielewa? Benki ina milioni 2. Ndio. Kutoka kwako wewe. Umeenda kuwekeza milioni 2, baada ya miezi 6 unapata milioni 6. Ndio. Unapoweka milioni 2 yako wewe, benki inamkopesha Upete milioni 2. Ndio. Sawa? Ndio. Inamwambia Upete ukirudisha utarudisha milioni 4. Sawa? Upete anafanya mihangaiko yake, akimaliza anarudisha milioni 4 ya watu pale. Wale benki kwa kweli chukua shilingi ngapi? Milioni 2 kwako. Wao wamechukua milioni ngapi kwa Upete? Milioni 4. Sasa nikuulize swali cheo. Ndio. Hapo benki imeingia hasara? Haijaingia hasara, na milioni 2 ya juu tena. Na wewe washakurudishia 2 yako kwanza kwenye account. Ndio. Wanachukua ile faida waliyopata kwa Upete ile milioni 2. Wanaenda kuzungushia kwa watu wengine tena. Kama walivyomfanyia Upete, wao ukichukua 2 utarudisha 4 hapo. Kwa hiyo ndani ya watu wachache tu washachukua hela yao, wamerudisha hela yako wewe, na wao wamebaki na faida. Na ile faida wameshatengeneza tena faida yake. Na ndio maana siku zote watu wanajiuliza kwa nini benki hazifilisiki. Ndio. Ni ngumu kwa sababu mzunguko, yani unacheza mno. Yani benki wao ukiwapa dola 1 yako, wao wanaikopesha kwa mtu, atataka kwa yule mtu achukue dola 2 au dola 3. Ambapo wao watarudisha dola yako 1 wewe kwenye akaunti kwanza, watachukua zile dola 2 watazizungusha tena hivyo. Kwa hiyo ndio maana nasema tufike wakati tusiwe na chain kubwa kwenye kupeana pesa. Kama tayari tumeona watu wana migogoro, tuwe na utaratibu tu. TFF anapewa kibunda chake cha kuendesha mashindano. Na bingwa na akipatikana anapewa kibunda chake na mdhamini direct bila kuzunguka. Japo hii inatengeneza picha mbaya kuliko kufika huko, ni bora hata kusolve. Fanya Alikamwe haziwezi kumletea madhara, kwa maana ya kuenda kuongea hizi, mfano kuna zile kauli anaziongea zile sijui nini na nini, haziwezi kumletea madhara baadaye watu wakaja wakambananisha. Alikuwa na funga moja ilikuwa inamkabi hapo katikati, akaikwepa sijui ilidunda ile ilikula besela ikatoka nje. Alikuwa almanusura yale nyundo za miaka kama 2 hivi nje ya soka. Unajua kuna vitu viwili hapo tutofautishe. Kuna kesi za madai na makosa ya jinai. Alichokifanya Alikamwe juzi kwenye press kwa mfano kuongelea swala la kudai pesa zao. Hii ni issue ya madeni.
na kwenye kudai hakuna issue, lakini ingekuwa ni kuwataki personally. Kwa mfano angemwataki katibu wa TFF au angemwataki rais wa shirikisho, angeweza kufungiwa, ila kwa muktadha wa jambo lilivyo hawezi kumfungia, labda kwa sababu ya watu wa mpira wetu wengi Tanzania hapa ni watu wa kupigishana shoti, wamsetie shoti ajae kwenye mfumo alafu ambamize, na wakiamua kumjaza kwenye mfumo anajaa. Watu wa mpira wanachokifanya. Na kwa mtu kama Alikamo kwa muda alokaa sasa hivi tangu amekuwa msemaji wa club, hata yeye anajua mazingira huwa yanatengenezeka. Kwa hata yeye ndio maana umemwona kwenye mazungumzo yake hajaingia kwenye mfumo, kwa sababu anajua unaweza kutengenezewa shoti ujipigishe mwenyewe kama ambavyo alipigishwa shoti ya Jimanara kipindi kile. Kwa hiyo Alikamo sio kwamba hajui, na ndio maana umemwona hajaingia kwenye 18 zao, na sifikiri kama anaweza akaingia, kwa sababu anajua kwa kipindi hichi yuko kwenye spotlight. Yaani akiteleza tu jamaa wanamlamba. Kwa hiyo na yeye anajua katika hali ya kawaida hawezi kujiingiza kwenye hayo mazingira, na ndio maana umeona kuna taarifa zinakuja kwa taarifa kwa umma. Hazungumzi yeye, kwa sababu anajua kwenye nyakati kama hizi unapoita watu unazungumza nao, waandishi kwa mfano, unaweza ukajisahau tulika kutoka alafu wajomba ndo wakakata ukashangaa umeitwa kwenye kamati ya maadili. Jamaa wanakunyoa yani. Shoti ya grid ya taifa kabisa. Kwa hiyo Alikama anajua kwamba system ya mpira wa Tanzania kuna kupigishana shoti sana ili ufungiwe, na wakati mwingine aziji naturally unatengenezewa. Sasa Alikama kwa muda alokaa huu, mimi naamini uzoefu wa kuzikwepa shoti hizo za kitoto, uwezo huo ana uwezo wa kukwepa. Ahmed na Simba wangekuwa wanakifanya sasa hivi ili kuweza kufavor pande zote mbili, kwa maana ya maslahi yao yakabakia hivi wanavyoyataka, lakini pia mashabiki pia wakawa na jambo la kuja kuzungumza baadaye, kwa sababu ukisema mashabiki waje, inawezekana mtu akakusikiliza wewe kama Ahmed, kwa sababu ni kiongozi mkubwa na umekuwa unafanya hivyo kuwaita mashabiki, akatoka mkoani akaja, na akifika mechi isiwepo akarudi nyumbani, inawezekana kesho kuja kumuita tena kumwambia kuna mechi ambayo ni ya muhimu sasa ambayo ipo, akakataa kuja akiamini ya kwamba hawa wababaishaji naweza kaenda mechi hamna. Naamini Ahmed Ally anaweza kafanya zaidi ya hiki alichokifanya. Mimi naamini hivyo. Sitaki kumwataka kwa sababu anasimamia taasisi. Inawezekana ndo mpango kazi wa taasisi, lakini leo anaita mashabiki kama mechi zipochezwa itakuwa ni mara ya 3 mashabiki wanaitwa msimu huu kwenye mechi zinazomhusu Simba alafu mechi haichezwi kwenye muktadha ule. Walianza kuita kwenye dabi ya tarehe 8 mechi haikuchezwa, wakaja wakaitwa tena kwenye mechi ile ya finali waje uwanja wa Mkapa na tiketi zikauzwa, mechi haikuchezwa. Wameanza tena kuwaita watu kuelekea mechi ya tarehe 15, na kuna mechi ambayo walifungiwa ile wakawa wanasema watazungumza na mashabiki na uongozi na kafu sijui nini, ile waliocheza dhidi ya Constantine wakafungiwa hawakuwa wameanza kuuza tiketi. Lakini nazungumzia zile ambazo kulikuwa na mauzo ya tiketi. Sasa leo unavyoambia watu waje, mechi ipo kwenye wakati ambao bado kuna sintofahamu. Of course yeye ametimiza wajibu wake kwa maana ya lakini unaweza ka question tu why kwenye kuelekea tarehe 8 hakuwahi kuita mashabiki waje. Unaweza question hayo na ukaangalia mazingira yenyewe ya tension iliyokuwepo kwenye kuna kundi kubwa tu ambalo wale linamwamini afisa habari kuliko hata mtu mwingine. Wakati yupo Haji Manara, mimi sio mara moja sio mara mbili nilishawahi kusikia mashabiki wakisema bora aondoke tajiri abaki Haji Manara. Nafikiri hizo kauli pia ulishawahi kuzisikia. Kuna watu ambao wao wanamwamini afisa habari kuliko hata boss kwenye timu. Nilidhani Ahmed Ally kwa muda huu ambao tayari msimu huu ameshajitokeza mazonge kadhaa ama zimejitokeza changamoto kadhaa, sidhani kama ni muhimu sana watu kuendelea kupigiwa upatu kuja kwenye mechi hiyo ambayo mpaka sasa hivi haionekani, kwa sababu
mind you, leo tunavyozungumza ni tarehe 10, si ndio? Leo tunavyozungumza ni tarehe 11. Timu ya taifa inamaliza mechi yake leo, si ndio? Ndio. Kesho inatakiwa kurudi. Ndio. Tunaweza tukasema wachezaji wa Simba na Yanga walisharudi, kwa hiyo hawahusiki na mbanga za timu ya taifa. Lakini je, ukitazama kwenye sura hii unaiona mechi ipo? Na kama mechi ipo, kwa mazingira yapi ambayo unaweza kuona? Ni kweli press conference ilishafanyika, sijui na nini, lakini nafikiri kutoka kwenye press ile mpaka leo kuna mabadiliko mengi sana. Wengine mpaka washauza na wachezaji kabisa. Sidhani kama itafanyika bila kufanya pre-match conference. Sidhani. Yani itakuwa hii ni mechi mpya, itakuwa ni itakuwa ni kwa mara ya kwanza hicho kitu kutokezea. Kwa hiyo pre-match meeting, maandalizi ya mchezo, maandalizi ya venue na kila kitu kinapaswa kufanyika upya kwenye logistics mpya. Otherwise kama tunasema tu zile pesa zilizotumika zihamishwe tu, ama zile barua zihamishwe tu tarehe, lakini kwenye procedures zile za mchezo wa kawaida nadhani zitaanza upya, kwa sababu ni mchezo mpya ambao haukuwepo kwenye ratiba. Sioni sababu ya kuendelea kuhamasisha mashabiki kujitokeza uwanjani kwenye kitu ambacho labda waje kusubiri dakika 15 zile, labda inawezekana, lakini kwa mazingira yaliokuwepo sioni sana mazingira ya mechi kucheza. Kwa upande wangu mara kwanza ulikuwa unataka kuongea neno Vodacom wakatuvuta shati hapa. Nao Vodacom sani yao niwaambie tu. Ndio. Tetesi zilizopo Young Africans kuna beki mmoja kutoka unaja kuhitaji mpaka club City. Twende taje hadi club. Bana inaelezwa kwamba beki mkongomani kutoka TP Mazembe yuko jijini Dar es Salaam. Ndio. Kumalizana na Young Africans. Kwa hiyo ile mali taifa lake msilijui. Mimi najua tu za TP Mazembe beki. Amekuja Tanzania. Ndio. Kumalizana na Young Africans. Kwa msimu ujao Young Africans wanakuwa na mbavu nyingine. Okwasi ana miezi kama 7 nje hivi. Kaja mwamba huyo. Kichafua fresh. Au hujamfuatilia vizuri. Anakula pension sasa hivi. Anafanya kazi kubwa sana msimu uliopita. Kwa sasa anakula upepo tu. Anakula pension tu sasa hivi. Wasije wakaleta kama walivyo wamemtema juu kwa juu na majeraha yake. Walivyopiga mbungi msimu uliopita. Unajua watu wengi walilalamika sana. Kaondoka Roma, akaja Boko. Kuna utofauti nimeuona, na nafikiri niliona tokeo kwa Yakuba Sonye. Yanga wanavyotriti wachezaji. Yakuba Sonye alicheza msimu ule mechi moja tu ya kwanza na Geita Gold akaumia. Ndio. Alafu alikaa nje muda mrefu na jamaa wakaendelea kumhudumia. Na ndio kichocheo kilichomfanya Zekia amini Yanga panamfaa. Kwa sababu alitumika Yakuba Sonye kwenye kuikamilisha dili ya Ziziki, kwa sababu hiyo alimpa mfano, bwana mimi nimekaa msimu mzima hapa sichezi, nasafiri nao, nakula na lala, mishahara napokea. Kwa hiyo sidhani kama kwa Okwasi inaweza ikawa rahisi eti Yanga wakamwacha Jukwaji, sidhani. Na unajua ya Okwasi ameumia, lakini ni potential player. Yaani mfano angekuwa hajaumia Yanga singesajili pale. Ndio. Mchezaji mwingine wa kigeni. Kwa hiyo Okwasi bwana ni miongoni mwa wachezaji ambao ilikuwa anafurahisha kumtazama. Uwezo wake ulikuwa mkubwa sana. Sawa, muda wa kwenda kuzungumza na washindi kabla tujakwenda tujapaki mataifa zaidi kuweza kusikia